Karibu katika mfululizo wa michuano ya kombe la dunia. Michuano ya kombe la dunia msimu huu itafanyika katika nchi tatu tofauti: Marekani, Canada na Mexico ama Mexico. Hawa ndio waandaaji wa mashindano ya mwaka huu 2026. Yanataraji kuanza tarehe 11 ya mwezi Juni mpaka tarehe 19 ya mwezi Julai. Na nikukumbushe tu kwamba hapo awali mashindano ya kombe la dunia yalikuwa yanashirikisha jumla ya mataifa 32. Katika hayo, Afrika ilikuwa inapewa nafasi 5 tu peke yake. Lakini sasa FIFA imetanua wigo, imeongeza timu na kufikia 48. Maana yake mashindano ya dunia ya mwaka huu kwa mara ya kwanza itahusisha mataifa 48. Afrika imepewa nafasi 9 za moja kwa moja kuingia katika michuano hii, lakini ikaongezewa nafasi nyingine moja ikiwa lipo taifa litafanikiwa kupita katika njia ya mchujo, na Jamhuri ya Kongo imefanikiwa kufanya hivyo. Na sasa Afrika itawakilishwa na mataifa 10 katika mataifa 48 yatakayoshiriki mashindano ya kombe la dunia. Bila shaka unaweza ukawa umeshachagua taifa lako la kulishabikia, ama la unasubiri mashindano yaanze ndio uweze kupata taifa lako ambalo unasema hili ndilo nitakalosafiri nalo. Fanya hivyo ili upate burudani ya moyo katika soka duniani. Inawezekana ukawa una shauku ya kutaka kujua mashindano haya ya dunia ya safari hii, waamuzi kutoka Afrika ni wangapi? Hapa nazungumzia wale waamuzi wa kati. Ni wangapi watakaoshiriki katika kuchezesha michuano hii? Nikupe taarifa tu kwamba tayari FIFA imeshatoa orodha ya waamuzi kutoka Afrika waliopewa nafasi ya kushiriki kuchezesha mashindano ya dunia ya safari hii. Jumla ya waamuzi 7 kutoka upande wa bara la Afrika wamepewa nafasi ya kwenda kuchezesha michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka huu 2026. Wa kwanza ni Omar Abdulkadir Atan. Huyu anatokea Somalia. Huyu hapa ameaminika, amepewa nafasi ya kuchezesha mashindano haya na amekuwa na uwezo mkubwa akichezesha mashindano makubwa kama haya katika karia yake ya uamuzi. Wa pili ni Pierre Acho wa Gabon. Huyu hapa naye pia amepewa nafasi hiyo ya kuchezesha michuano hii ya kombe la dunia. Wa tatu ni Dahane Beida wa Mauritania. Huyu hapa namkumbuka vizuri, naye amepewa nafasi ya kuchezesha michuano hii ya kombe la dunia. Wengine ni Mustafa Goba wa Algeria. Huyu hapa naye ni miongoni mwa waamuzi watakaochezesha michuano ya kombe la dunia safari hii. Mwingine ni Jalal Javed wa Morocco. Huyu hapa miongoni mwa waamuzi waliopewa nafasi ya kuchezesha michuano hii ya kombe la dunia. Mwingine ni Amin Mohamed. Huyu anatokea Misri. Huyu hapa amepata nafasi ya kuchezesha michuano hii ya kombe la dunia. Na wa mwisho ni Abongile Tom. Huyu anatoka Afrika Kusini. Miongoni mwa waamuzi hawa wote 7 ni waamuzi maarufu, ni waamuzi wenye uwezo mkubwa wa kuchezesha mashindano mbalimbali. Bila shaka sura zao sio ngeni, majina yao sio mageni kwako. Unafahamu namna ambavyo wamekuwa na kazi. Sasa hapa kila mwamuzi amekuwa na sifa yake akiwa uwanjani. Kila mwamuzi amekuwa na sifa yake akiwa uwanjani. Kwa mfano huyu Omar Abdulkadir Atan ni mwamuzi ambaye huwa hacheki hovyo akiwa uwanjani anachezesha mechi. Yeye amekuwa ni mwamuzi ambaye yuko serious sana, kiasi ambacho inasababisha hata wachezaji kumwogopa. Lakini huyu wa Gabon naye pia vile amekuwa ni mwamuzi ambaye si mchekaji sana, kiasi ambacho wachezaji wanakuwa na tahadhari kubwa wakati wanaendelea kutimiza majukumu yao wakiwa uwanjani. Angalia huyu mwamuzi wa Morocco, angalia mwamuzi wa Misri, lakini pia angalia mwamuzi wa Algeria. Hawa nao wamekuwa ni waamuzi ambao wako serious kweli, kuona kwamba wanasimamia sheria 17, lakini wanajua kwamba hii ni kazi wakiwa uwanjani, na wachezaji kuwa wanacheza kwa tahadhari kubwa sana, kwa sababu wanawafahamu ni waamuzi wa aina gani. Lakini huyu Abongile wa South Africa
Yeye ni mwamuzi ambaye mara zote uwanjani ukimtazama anakuwa ni mtu ambaye anacheka tu, kucheka kwa maana anatoa tabasamu wakati anazungumza na wachezaji, anakuonesha kadi huku akiwa anacheka. Wa Mauritania huyu Beida naye ni mwamuzi ambaye kwa lugha nyingine wanasema ni mwamuzi kauzo kwelikweli. Anaweza akakupa maamuzi wakati mwingine ukasema kwamba kama kuna ugomvi ama vipi, lakini ni waamuzi ambao wana uwezo mkubwa sana uwanjani wa kuchezesha, na ndio maana FIFA wameamua kuwajumuisha tena katika haya mashindano. Sio mara yao ya kwanza, lakini ikasema mashindano ya safari hii yanayoshirikisha jumla ya timu 48 ama mataifa 48 na mataifa 10 kwa upande wa Afrika. Ni waamuzi gani wa Afrika waliopewa nafasi? Ndio nikaja na hii orodha ya waamuzi 7 ambao safari hii wataonekana tena katika michuano ya kombe la dunia. Na kukumbusha tena, michuano hii ya dunia itaanza tarehe 11 mwezi Juni na kumalizika tarehe 19 ya mwezi Julai. Inafanyika Mexico, Marekani na Canada. Nani kubeba ubingwa msimu huu? Wachezaji wakubwa wenye majina maarufu watakuwepo katika mashindano haya, ingawa kuna wengine watakosekana kutokana na majeraha ya hapa na pale. Basi hadi wakati mwingine.